tawasul, ya kugeuza hali alikuwa nayo kuja kwenye hali nyingine, ndio hiyo tafaul, kutawasal, kugeuza kile kilemba. Manake hali tulikuwa na hii, ya Rabbi igeuke iwe hali nyingine. Kwa hiyo anatoa kilemba kuleta huku na kuleta huku, kuonyesha kwamba hali hii tulikuwa nayo ni ngumu, naomba ibadilike hali hii. Kwa hiyo hekima yake wanasema nazoni ni miongoni mwayo ni hiyo hapo hiyo, ingawa hata kama si hekima yake hii, lakini jambo lote ambalo Mtume kalifanya bila shaka fi hikmatu ma, ima umejua hekima hujajua, lakini hekima ipo. Kwa hiyo akifanya hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia sunna nyingine, yusannu an yakhruja ila salati istisqa, ni sunna kutoka kwenye swala ya mvua, kwamba mvua jami'ul muslimina, waislamu wote watoke, hata nisa wasubyan, mpaka wanawake na watoto wadogo. Ni sunna kutoka kwenda kwenye sala ya mvua, jami'ul muslimina, waislamu wote, hata nisa wal subyan, mpaka watoto wadogo, wanawake na watoto wadogo. Pia sunna nyingine, wayusannu al-khuruj ilayha bi khudu'in, ni sunna kwenda katika ibada tukufu ya sala ya mvua bi khudu'in. Ibada zote zataka khudhu', lakini hapa inasisitizo zaidi kwa sababu ya kitu ambacho tunataka kuomba. Kila ukiwa na khudhu kubwa, basi unyenyekevu, khudhu, unyenyekevu, khushu, utiifu uliokuwa ndani yake na hofu, kutii, watadhalluli, na kudhalilika, kuonyesha wewe ni muhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. Ametoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwa ajili ya kutaka kuomba mvua, mutadhallilan, hali ya kuwa akiwa dhalili, kwamba yeye anaonesha ni mhitaji. Mutadhallilan, tulisema sunna kwa kwenda kwenye sala hii ya mvua, wewe si kama vile Ijumaa ujipambe uvae vizuri zaidi ung'are manukato nini, lakini sala hii unatakiwa uende mutadhallilan, si kujipodoa na kuvaa mavazi yanaonekana kama wewe si mhitaji. Nenda na nguo kana kwamba wewe nani mhitaji kweli kweli, katika nani mhitaji kweli. Mutawadhi'a, na hali ya kuwa ni mwenye unyenyekevu. Mutakhashia, hali ya kuwa ni mwenye hofu, unamwogopa Mola wako kwa kile ambacho kimetokea, kwamba ni sababu ni sisi wenyewe. Kwa hiyo unaenda katika hali hiyo. Mutadharria, hali ya kuwa ukiwa na utiifu wa hali ya juu wa Mola mtukufu aliyekuumba. Hivi ndivyo ambavyo inavyotakiwa muumini anayekwenda kufanya ibada hii tukufu awe katika mazingira hayo. Katika Qur'ani suratul Bayyina aya mwisho, alipoeleza na kuwasifu waumini na malipo yao watakayopata, kwamba ni jannatu adin tajri min tahtiha al-anhar, hawa watakaa katika pepo ya milele, pepo ambayo chini yake inapita mito. Jannati adin tajri min tahtiha al-anhar, chini yake inapita mito. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amekuwa radhi na wao pia wameridhika kwa Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia nao wamekuwa radhi kwa Allah tabaraka wa taala. Dhalika liman khashi'a rabbah, hayo ni kwa yule aliyemwogopa na kumtii nani? Khashiya rabba, aliyemwogopa Mola wake. Neno khashiya ni hofu, lakini khashia kwa aini, hofu yenye utiifu na unyenyekevu wa hali ya juu kwa Mola wako, ndio mutakhashia. Khashia ndio ile katika suratul al-Ghashia, hal ataka hadithul ghashia wujuhun yawma idhin khashia, ni dhalili kwa utiifu kwa Mola wake. Kwa wewe unakwenda kwa Mola wako hali ya kuwa ni dhalili, lakini udhalili wa utiifu kwa Mola wako.
Kuna mtu dhalili lakini si mtifu. Kudhalili kwa sababu ndo ameshindwa, hana njia, lakini si mtifu. Kuna kwenda aliyokuwa ni dhalili na mtifu kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndio mapaswa mtu awe anapokwenda katika ibada tukufu hiyo ya kuomba mvua, sala ya mvua. Namba 4, yusannu inda nuzulil matar, ni sunna wakati mvua inapoteremka, inaponyesha, an yaqifa fi awwalihi liyusibahu minhu, asimame mwanzo wake mvua kuja hiyo, asimame liyusiba minhu, ili aipate hiyo mvua au impate hiyo mvua, yani ikunyeshe kidogo. Kama uko pahala unaomba kama eneo la wazi na mfano wake, basi ikianza kuja mvua usikimbie, ikupate kidogo, kunyeshe kidogo. Wayakulu, na atasema wakati mvua inamnyeshea, aseme Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allah, tunakuomba utunyesheleze mvua yenye manufaa, tumiminie sisi mvua yenye manufaa. Nafi'a manake ni mvua yenye manufaa, nafi'a ni natu manutu kaunda, sayyiban nafi'a, mataran nafi'a, mvua yenye manufaa, sahaban nafi'a. Naomba ya Rabbi tujalie mvua yenye manufaa na sisi. Wasayyib almunhamir mutadaffiq, munhamir kumiminika, kumwagika na kumiminika, au kumiminika na kumwagika, yote ya munhamir. Wafajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'a ala amrin qad qudira, na nyuma yake bima'in munhamir, tukanyeshelezea mvua yenye kumiminika kwa wingi sana. Kwa hiyo munhamir ni kumiminika kwa wingi sana, mutadaffiq almunhamir almutadaffiq, yenye kumiminika sana na kwa wingi sana. Wayakulu, na aseme hapo sasa baada ya mvua kwamba ishakuja ipo kwa wingi, basi aseme mutirna bifadlillahi wa rahmati. Hii dua ndo ambayo ni sunna kuiomba hasa pale ambapo mvua inapomalizika hiyo tindika, basi aseme mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumenyesherezewa kwa fadhila zake Allah tabaraka wa taala, rehema zake, si kwa ujanja wetu, nguvu yetu, ni kwa fadhila zake Allah na kwa rehema zake. Kwa hiyo ni dua ambayo tunaiomba mara tu mvua inapokwenda kumalizika. Ama mwanzo wa mvua tuseme Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Na sasa hivi tunaona mvua inaponyesha, sidhani kama tunapata wepesi tukakumbuka tukasema Allahumma sayyiban nafi'a. Tunasema Islam kama leo mvua imenyesha kwa mazingira saa 4 na mpaka karibia dhuhuri huko, mvua ipo tu, imetindika takribani saa 7 kasoro kiduchu tu. Je, tumesema dua hii sayyiban nafi'a ilipoanza na ilipomalizika tukasema mutirna bifadlillahi wa rahmati, tumesema dua hiyo? Kwa hiyo sasa tumeshajua tulijua hata wiki iliyopita, tulisema wiki moja wiki mbili nyuma, au sivyo? Allahumma sayyiban nafi'a, mtuseme Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hiyo wakati mvua inapoanza kunyesha, na ikimalizika au mwisho tunasema mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Tuseme mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Inshallah tuhifadhi dua hizo tuwe nazo mashekhe inshallah taala. Na sunna ya 5, wa idha kathura al-matar, mvua itakapokuwa nyingi sana, wa khifa min ad-darari, na pakahofiwa madhara kutokana na hali ambayo imejitokeza, yusannu an yakula, ni sunna kusema Muislamu hali inapokuwa tete ya mvua imekuwa nyingi mpaka imekuwa sasa hali imekuwa ni ngumu, useme neno haya yafuatayo ambayo yamekuwa akiomba mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Allahumma hawa alaina la alaina, Allahumma hawa alaina la alaina. Ya Rabbi, tunaomba mvua yenye maslaha na sisi na si mvua ilikuwa dhidi yetu sisi. Allahumma hawa alaina wala alaina. Ya Rabbi, tunakuomba utupe mvua yenye maslaha na sisi na si mvua yenye madhara na sisi. Tunaomba Allah tupe hivyo.
Allahumma ala dhirabi wal akami, ya Rabbi nakuomba sasa hivi ilivyo sasa hii mvua iende kwenye vilima hivyo. Dhirabi ni vilima vidogo vidogo vile, ikanyeshe huko. Wal akami, na kwenye minuko vile viminuko vile akami. Wa butuni al audia, na ya Rabbi mvua ipeleke kwenye matumbo ya mabonde, yani iende kwenye mabonde huko mvua huko sisi cha kwa mtihani. Wa manabiti shajari, na ya Rabbi tunaomba mvua iende kwenye miti huko, kwenye misitu mikubwa huko, mvua iende kwa wingi huko. Hii ni dua ambayo Mtume kaomba baada ya kwamba mvua ishakuwa nyingi, sasa imekuwa hatari. Kwa naomba mvua iwe na maslaha na sisi, isiwe na madhara na sisi. Basi akaomba ielekezo huko kwenye akiba, akabakia kwenye akiba huko milimani, kwenye mabonde huko, akabakia huko. Lakini kwetu sisi huku tunaomba ya Rabbi kwenye makazi yetu